naitwa Warushi, vijana wote na wanai, na nchi yetu Tanzania. Hakika ule wakati uliokuwa unausubiria kwa hamu sasa umetimu, na ni wakati wa kipindi Aushi, kipindi cha Zumari, ambapo kwa leo Zumari la pulizwa katika mkoa wa Maghrib katika wilaya ya Mjini Mpendae hapa Unguja, ambapo kwa sasa tumebahatika na kupata fursa kubwa kabisa ya kufanya mazungumzo na aliyewahi kuwa spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, ambaye historia yake ni pana kuanzia utendaji wake wa kazi ndani ya serikali kwa maana ya kwamba utumishi, lakini ndani ya chama, pamoja na nafasi yake pale katika Baraza la Wawakilishi. Je, ni nani huyo? Ninayekualika naitwa Jaafari Mponda. Karibu tuwe sote tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari, yule ambaye tupo naye leo hii si mwingine bali ni spika mstaafu wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, mzee wetu Mheshimiwa Pandu Amir Kificho, ndiye ambaye tuko naye. Kwa hakika tutayapata mengi kumhusu. Na Mheshimiwa Pandu Amir Kificho, furaha kubwa sana kukutana nawe leo. Asante sana. Habari za Mpendae? Mpendae salama, tunashukuru, alhamdulillah. Ndio. Naona upo umebariz, sisi kwetu faraja kubwa sana kukukuta ukiwa na siha njema kabisa. Amin. Asante. Kwa kuanza tu, mtazamaji wetu hasa kupitia kipindi chetu hiki adhim cha Zumari, historia yako ni pana. Tunafahamu kwamba kitaaluma ni mwalimu, lakini uliwahi kuwa karani wa mahakama, lakini uliwahi kuwa hakimu wa mahakama ya mwanzo, ukahudumu kama hakimu wa mahakama ya wilaya, lakini kwenye siasa ukawa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi hapa Zanzibar, na baadaye ukabahatika kuliongoza Baraza la Wawakilishi ukiwa spika wa baraza hilo. Kwa hakika umehudumu katika nafasi nyingi, lakini kwa kuanza tuambie huyu Pandu Amir Kificho ni nani, historia yako fupi? Mimi jina langu naitwa Pandu Amir Kificho kama ulivyosema, na nimezaliwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1950 katika kijiji kimoja kinaitwa Chuyuni Mtende. Chuyuni Mtende. Chuyuni Mtende. Huko ndiko nilikozaliwa, ambako wazee wangu walikuwa wako mashambani huko. Sawa sawa. Asili yake mimi ni mtu wa Makunduchi, kusini huko. Kwa jina jingine tunaita Mzuri Kaja. Mzuri Kaja. Ndio. Ilikuwaje hii Mzuri Kaja? Hii Mzuri Kaja kwa kweli sina maarifa nayo, nimekuta hivyo hivyo. Okay. Sawa sawa. Nimekuta hivyo hivyo. Kwa hiyo nilikuwa pale Makunduchi, na ndipo nilipoanza kusoma. Wakati ule zamani ilikuwa tuna Quran class. Nilianza kusoma Quran class katika skuli hii ya kusini Makunduchi Unguja, na nikasoma mpaka darasa la pili. Baadaye Quran class Quran class ambayo masomo mengi ilikuwa ya alif bete, ndo yao ya Quran asili yake. Kwa hiyo nimesomea pale, na nisisahau walimu wangu waliokuwepo. Walikuwa mwalimu wangu mmoja alikuwa anaitwa Mwalimu Naim Makungu, ndio alikuwa mwalimu wangu wa Quran class wakati huo. Na baadaye nikahamia Mtende, ambako wazee wangu walikuwa mashambani, baba yangu na mama yangu. Baba yangu kama jina linavyojisema, Amir Kificho Mwadini Musa akiitwa, na mama yangu akiitwa Mwatima Shomari Makame. Vizuri sana. Pengine hapa kwenye familia ulikuwa mtoto wa ngapi? Mimi nilikuwa mtoto wa 7. Naam. Katika watoto wangapi wa mzee Amir Kificho? Watoto kama 11. Sawa sawa. Vizuri, umeanza na elimu ya madrasa hapa.
elimu yako ya skuli na sekondari ulisoma wapi, kwa maana kwamba skuli ya msingi na sekondari? Nilisoma kama nilivyotangulia kusema, nilisoma kwanza Koran Class Kusini School Makunduchi. Sawa. Na baadaye nikahama nikenda Mtende kufata wazee wangu ambao walikuwa katika mashamba kule. Na kijiji nilichozaliwa hasa asili yake huko mashambani ilikuwa ni kunaitwa Chuyuni, Mtende wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Ndiko huko nilikozaliwa. Kwa hiyo niliishi huko, na baadaye nikawa, kwa sababu ya kusoma skuli, ikawa nimekuwa skuli ya Kusini kuanzia hiyo Koran Class niliyokuambia mpaka darasa la 3. Sawa sawa. Actually darasa la 4. Darasa la 5 nikamalizia kule Mtende. Sawa sawa. Ushanifahamu? Nikamalizia kule Mtende. Ambayo hiyo ilikuwa baadaye niliendelea mpaka darasa la 7. Nikategemea kwamba ningefanya mtihani wakati huo wa darasa la 7, lakini mwalimu mkuu wangu akaja akanambia watu wa darasa la 7 imekuwa ni wengi, kwa hiyo hatukupata nambari za watu wa darasa la 7 kuweza kufanya mtihani, na kwa maana hiyo itabidi niendelee mpaka darasa la 8 kule Mtende. Sawa sawa. Kwa hiyo nikaendelea na darasa la 8 na la 9 na la 10 kule Mtende. Baadaye kwenye mwaka 1973, actually mwaka 1970 niliondoka nikahamia mjini Unguja. Huko nikasoma katika skuli ya Lumumba, ambako wakati huo ilikuwa inaitwa King George VI. Ilikuwa skuli ya Lumumba, skuli ya sekondari Lumumba ipo mpaka leo, na hiyo ndio viongozi wengi wamesoma pale, pamoja na akina Dr. Ali Mohamed Shein wamesoma skuli hiyo. Sawa sawa. Ambayo juzi tu tulitunukiwa nishani pamoja. Sasa nikawepo pale mpaka kwenye mwaka 1972. Kile kifo cha mzee Karume mwaka 1972, mimi nilikuwa niko kule Mtende bado. Shanifahamu? Ndio niko Mtende, sawa sawa. Kwa hiyo ikabidi sasa nikaendelea na masomo katika skuli ya Lumumba kuanzia mwaka huo 72, na nikasoma pale form 3 na form 4 pamoja, form 5 na form 6, ambayo hiyo iliangukia mpaka mwaka 1974 nikiwa form 6. Vizuri sana. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni safari ya elimu hii ambayo tunahadithiwa hapa na aliyowahi kuwa spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Pando Amer Kificho, na bado tupo naye sana tu. Naam, tunafahamu wewe kitaaluma ni mwalimu, karani wa mahakama, hakimu, mwanasheria pia. Elimu ya juu umesoma wapi? Elimu ya juu nimesoma IDN Mzumbe, sasa inaitwa Chuo Kikuu cha Mzumbe, Morogoro hiyo. Morogoro. Kule nilisoma certificate ya sheria, ndo nikaa hakimu wa mahakama ya mwanzo. Sawa sawa. Na baadaye nikasoma diploma ya sheria, ndo ikanifanya niwe senior magistrate wa wilaya. Ushafahamu? Kule Mzumbe. Kwa hiyo nilikitaaluma na kisheria niliishia kwenye hiyo taaluma ya IDM Mzumbe, ambako kwa ujumla nilisoma miaka 3, 2 ya diploma na 1 wa certificate. Katika kumbukumbu zako
uliwahi kutamani siku moja kuja kuwa mwanasiasa? Binafsi sikuwahi kutamani hivyo. Isipokuwa kuna mjomba wangu mmoja akiitwa Ali Abed Mwita. Huyu ndiye aliyekuja kunishawishi. Kama utakumbuka, kuna kipindi akina mzee Ali Haji Pandu aliyewahi kuwa waziri wa nadhani kilimo, yeye walifika pahala wakafukuzwa kwenye chama. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi nafasi yake ambayo ilikuwa ni mjumbe wa baraza la wawakilishi kutoka Makunduchi, ikabidi mimi ndo sasa nikaigombee. Na hii ilikuwa baada ya ushauri wa huyu mjomba wangu anaitwa Ali Abed Mwita. Ilikuwaje sasa ukaingia katika masuala ya siasa? Baada ya marehemu mzee Ali Haji Pandu kuondoka, jimbo lile lilikuwa wazi. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wa huyo mjomba wangu Ali Abed Mwita ndio akaniita nyumbani kwake, mjomba, njoo na kuomba ile nafasi iliyo wazi uende ukaigombee. Nikenda nyumbani kwake, ilikuwa nakaa Michenzani. Pale Michenzani pale pana nyumba moja pale ya chama, ndio aliyokuwa nakaa yeye, kwa sababu naye alikuwa ni mtu wa chama, na wakati huo huo alikuwa ni fundi wa ujenzi wa mashule. Mpaka Betrasi kule kajenga yeye, zile nyumba za Betrasi kule ambazo zipo mpaka leo hii. Kwa hiyo nilipokwenda akanambia, bwana we, na kuomba mjomba, ile nafasi iliyo wazi kule itabidi ukaigombee wewe. Kwa nini akaniteua mimi? Kwa sababu mimi tayari wakati huo na uzoefu wa pale mahakamani, na uzoefu wa mahakamani unasikiliza kama vile uko barazani. Lazima pande mbili uzisikilize, upande wa upinzani na upande kwa barazani na upande wa serikali. Na kule nani vile inabidi mahakamani pale uwe unasikiliza mlalamikaji, kwa maana serikali mara nyingi kwa kesi za jinai au kesi za hukukia nadhani unaijua, kesi za madai. Kesi za madai, yule aliyefungua kesi, halafu unamsikiliza huyu unayemdai, kwa maana ya defendant ndo unayemdai. Kwa hiyo mimi akanishauri nikagombee siasa kuhusiana na jimbo la Uchawazi la Makunduchi. Nani? Mzee Ali Abed Mwita, ambaye huyu alikuwa ni mjomba wangu kwa kizazi. Sawa sawa. Amekushawishi, na sina shaka kwa sababu tunakuja kuisoma historia yako, huwezi kuwa speaker wa baraza la wawakilishi bila kupita huko kwenye ujumbe wa baraza la wawakilishi, nafasi ambayo iliachwa wazi na ndio unashawishiwa kwenda kuigombea. Kwako ulipokeaje ushauri huo? Jambo la kwanza niliuliza viongozi wangu wa chama wanaotoka kule Makunduchi, jamani, hivi hii nafasi kuna mtu ambaye ameshajitokeza kwamba aigombee? Nikaambiwa hapana. Vipi, unasemaje? Nataka kuja. Basi karibu. Na aliyeniambia hivyo ilikuwa ni mtu mmoja akiitwa Kichupa, kwa maarufu alikuwa huyu. Ndio. Kawahi kuwa mbunge huyu. Shanifahamu? Ndio, mbunge Kichupa. Ndio. Basi njoo, hakuna mtu aliyegombea mpaka sasa. Kwa hiyo mimi nikenda nikachukua fomu, isipokuwa tu akanambia, utapokuja wewe bila shaka itakuwa lazima uje na vitambulisho vyako.
kwa maana wakati huo mimi nilikuwa niko kwenye ASP Youth League. Naam. Nikuweko huko Afro Shirazi Party Youth League. Kwa hiyo nikaenda vifaa vyangu, wakaambia hivi vinafaa kabisa. Kwa hiyo kaambiwa sasa wewe rudi mjini, sikiliza kwenye radio. Na wakati huo nilikuwa nafanya kazi wapi? ndio Pemba. Sikiliza kwenye radio, ukisikia kwamba wale wenye nia kugombea nafasi ya jimbo iliyo wazi Makunduchi, basi sasa wakachukue fomu. Ikabidi mimi nika mmoja wapo. Kila inapofika kwenye saa 7 nasikiliza kuna nini kilichotokezea. Naam, saa 7 mchana ambayo kunakuwa na taarifa ya habari. Sawa. Mambo yote yale huwa ndio yanajitokeza pale. Kama kamati kuu imekaa au halmashauri kuu imekaa, basi wanasema kwamba leo kamati kuu imekaa kwa niaba ya halmashauri kuu na imepitisha wale wenye nia kwenda kugombea nafasi, basi wanakaribishwa wakachukue fomu kwenye wilaya zao. Kwa hiyo na mimi baada ya kusikia jambo lile ikabidi nisafiri kutoka wapi? Ndio. Kutoka Pemba. Pemba Nikaja Unguja ili kwenda kuchukua fomu ili nigombee jimbo la wapi? Makunduchi, loacho wazi na nani? Ndio. Marehemu Ali Haji Pandu kwa sasa. Wakati huo ndo alikuwa yuko hai. Sawa sawa. Ukafanya vizuri kwenye masuala ya kampeni na uchaguzi ukafanyika. Na matokeo yakatangazwa. Ndio. Hebu niambie siku ambayo matokeo yanatangazwa. Ilikuwaje? Siku ya matokeo yanatangazwa, kwa bahati mbaya zile kura zile zilizotoka katika maeneo mbalimbali, matawi mbalimbali, hawakuzichanganya zile. Kwa hiyo imeanza nyingi zake zilikuwa za huyo mpinzani wangu. Naam. Sasa ikawa kichwa kinaniuma. Ndio. Tulipewa soda pale tunywe. Ndio. Kuna mwanangu mmoja yeye asili yake alikuwa ni askari polisi. Naam. Lakini baadaye akawa yuko kwenye siasa. Ndio. Akanistajabia sana. Wewe unakunywa soda, sisi huku tunaharisha. Matumbo yanatu sokota kabisa. Kwa kihoro cha kwa sababu yako wewe. Kaambia hapana. Mimi soda, mimi najua majibu ni mawili. Kupata au kukosa. Na yote haya yako katika mikono ya nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikipata ndivyo, nikikosa ndivyo. Hakuna kasoro katika hayo, katika maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Basi akasema sawa. Sasa ilipokuja maeneo yale ambayo mimi na stronghold ya watu, zile kura ikabidi nyingi sasa zinakuja Pandu Ameri Kificho, mpaka yule mpinzani wangu ambaye alikuwa anaitwa Ali Haji Dachi. Ndio. Huyu alikuwa ni katibu wa vijana huyu wilaya. Ndio. Ambaye ndo alikuwa mpinzani wangu. Nikaja nikamshinda na mvyokumbuka kwa kura kama kura 800 na kitu. Naam. Baada ya kura zote zile kutoka sehemu mbalimbali. Kwa sababu tena baadaye zilipokuja za kwangu ika kificho. Wakati huku mpinzani wangu yeye kesha tayarisha ngoma ziko nje na anaanza kupiga huko. Siasa bwana. Baadaye kuja kuona kwamba mgombea wao yule ambaye walikuwa nampigia ngoma hakupata, waliayuka hivi. Hakusikika tena wala hakutambulika na kwenda wapi. Kwa hiyo mimi ndio nikawa mjumbe sasa wa Baraza la Wawakilishi wa kwanza katika mfumo wa vyama vingi. Mwaka gani ilikuwa hiyo? Huyu ulikuwa uchaguzi mdogo wa 1988. Sawa sawa. Ndio uchaguzi mdogo. Kwa hiyo nikapita kuwa ni mjumbe wa Baraza la Wawakilishi. Sana, sina shaka hapo kwenye Baraza la Wawakilishi ulitumikia vema na kuna mengi yaliyotukia.
lakini sisi tuna hamu na shauku kubwa hapa katika baraza la wawakilishi. Naam, historia imehifadhi majina ya maspika walioliongoza baraza la wawakilishi Zanzibar. Tukimtaja wa kwanza alikuwa Mheshimiwa Idris Abdul Wakil, wa pili alikuwa Mheshimiwa Ali Khamis Abdullah, wa tatu ni wewe mwenyewe Mheshimiwa Pandu Ameri Kificho, na wa sasa ambaye ni wanne huyu Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid. Lakini sisi tudumu kidogo hapa kwa Mheshimiwa Ali Khamis Abdullah. Ndiyo. Unamkumbuka vipi huyu ambaye kwa sasa ni marehemu? Huyu mzee asili yake alikuwa mtaalamu wa kilimo. Kwa hiyo na yeye kwa bahati nzuri kaishi sana maeneo ya wilaya ya kati. Huyu mzee huyu hata masomo yake kaanzia wilaya ya kati. Kwa sababu inaonekana mzee wake alikuwa anaishi maeneo ya huko. Sawa sawa. Na huko ndiko ambako utaalamu wake sasa wa mambo ya kilimo aliufanyia. Shanifahamu? Kwa hiyo actually alikuwa ni mtu wa kilimo. Ndio utaalamu wake hasa ulikuwa umetoka huko. Vizuri sana. Pengine hapo hapo ukitukumbusha kwamba ukiwa spika wa baraza la wawakilishi pale kuanzia mwaka 1995 mpaka mwaka 2016, ule mchakato wenyewe mpaka unakuja kuwa spika wa baraza la wawakilishi ni miongoni mwa mambo uliyoyapupia, au wako ambao walikushawishi na kukushauri kuona kwamba utatusaidia katika baraza la wawakilishi? Kati ya watu ambao walinisaidia ni pamoja na marehemu Dr. Omar Ali Juma. Huyu naye asili yake alikuwa mtaalamu. Huu daktari wake huu ni wa mambo ya vinyama. Ndio. Utaalamu ambao vinyama. Kwa hiyo yeye akanishauri kwamba basi wewe tunachukua jina lako ili ugombee nafasi ya kuwa spika. Je, unaweza nafasi hii? Nikamwambia kwa kuwa wazee wangu mmenitajia hivyo, mimi sasa nisemeni na wazee wangu mmesema nichukue hiyo nafasi. Nakubali. Basi kesho nenda Kisiwandui ukachukue fomu ili ujaze kwa nafasi hiyo ya kuwa spika wa baraza la wawakilishi. Kwa hiyo asubuhi mapema nilikuwa na kigari changu ambacho ni Suzuki Samurai, nikakitia moto, nikaondoka ili kwenda Kisiwandui kuchukua fomu ili niweze kugombea nafasi ya spika. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Sawa. Kinyang'anyiro nacho kilikuwaje? Kinyang'anyiro unapo ulikuwa unasubiria lile ambalo Mungu amelipanga, ukipata hewa Allah, ukikosa ahlan wa sahla. Hiyo mara nyingi huwa mimi siiachi. Ndio. Kwa sababu mambo yote mwenyewe ni Mwenyezi Mungu. Shanielewa? Kwa hiyo wapo watu wengine walijaza nafasi hiyo, lakini mimi sijui kama neno la Kiswahili sawa, nikaibuka kidedea. Sawa kabisa. Nikaibuka kidedea. Ushauri huu wa kwamba nikaigombea nafasi kutoka nani? Marehemu Dr. Omar Ali Juma, ambaye mmoja kati ya wajukuu wake yuko hapa. Sawa. Ushafahamu? Basi nikaenda na bahati nzuri nikapata nafasi ile. Na ndo nika spika wa kwanza niliyehudumu katika kipindi kile cha by election. Maana hii ilikuwa through by election. Kutokana ile nafasi iliyoacha wazi, nilikaa miaka miwili ya kwanza. Sawa. Kama mjumbe wa kawaida. Shanifahamu? Ndio. Lakini sasa kutokana ujumbe wa kawaida, kutokana na utendaji wangu viongozi yule yaona kama ni mzuri au vipi,
ndo baadaye nikashauriwa kwamba niwe spika wa baraza la wakilishi kupitia nani? Dr. Omar Ali Juma marehemu sasa. Sawa kabisa. Taaluma yako ya masuala ya sheria na hasa kazi ambayo ulikuja kuifanya ya uhakimu ili kusaidia vipi katika kuliongoza baraza hili la wawakilishi Zanzibar? Imenisaidia sana, na ndicho hao walionishauri akina Dr. Ishau Abdallah Hamis ndo alionishauri kwamba hii nafasi bwana ikaigombee. Shafahamu? Ndio. Yeye ni mmoja Dr. Ishau, sijui unamkumbuka? Naam, namkumbuka. Unamkumbuka? Naam. Huyu ni mmoja wapo aliyeniambia, bwana we, hii nafasi kaigombee. Inaonekana we unafaa. Na inaonekana unafaa kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile maana ukiwa ndani ya baraza unasikiliza upande wa serikali na upande wa mlalamikaji. Na ukiwa mahakamani unasikiliza kesi ya yule aliyefungua, yani tunamuita plaintiff, ndio, na mwingine defendant. Kwa hiyo mambo haya inakuwa kama mamoja. Shanifahamu? Kwa hiyo ile experience ya kukaa mahakamani ndio iliyonisaidia mimi niwe speaker wa baraza la wawakilishi, kwa sababu mambo yake yanalingana kusikiliza upande wa serikali na upande ule mwingine. Ukiwa sasa speaker wa baraza la wawakilishi hapa mwaka 1995 mpaka mwaka 2016, ni yapi alikuwa changamoto kwako? Kimsingi hakukuwa na changamoto zaidi ya muda mrefu niliokaa pale as a speaker. Unajua, katika masuala ya vyama vingi lazima vuruma zitakuwa nyingi, lakini jinsi ninavyojisifu, na nadhani wengine watakuwa wanaona hivyo ninavyojisifu, kwamba hawakuwahi kupigana watu hapa hata siku moja katika baraza. Na siku moja wakati huo tena muda ushakwenda, kulikuwa na mtu mmoja akiitwa Abubakar Hamis Bakari. Huyu kawahi kwa mwanasheria mkuu. Ndio. Shamfahame? Ndio, Abubakar Hamis Bakari. Kawahi kwa mwanasheria mkuu. Akaniambia, bwana we kile kiti ulikuwa umeweka dawa gani? Ulichoweza kukalia kwa muda usiopungua miaka 20? Ndio. Dawa gani ulikuwa umetumia kwenye kiti kile? Maana kiti kile mie naona hakiwezi kukaliwa na mtu mwingine kile. Na kwa nini akasema hivyo? Kwa sababu aliyekuwa naibu spika wangu, kuna mmoja anaitwa Kamal Basha Pandu, yuko hai mpaka leo hii. Huyu aliwahi kuwa naibu spika wangu. Halafu kulikuwa na mwenyekiti kama msaidizi wangu watatu. Huyu alikuwa anaitwa Ali Mzee Ali. Watu wote wawili hawa wamepata matatizo siku aliokalia kile kiti, lakini mimi sikupata tatizo hata siku moja. Nini ilikuwa siri yako wewe? Nikamwambia, mimi siri yangu, kila pale nishavaa suti zangu nataka kuelekea barazani, lazima nisali rakateni kwanza kabla sijienda kule kukalia kiti. Ndio. Asubuhi. Kila ukienda kukalia kiti. Lazima huku nisali rakateni kwanza. Naswali rakaa 2. Sali rakaa 2 za kumwomba Mwenyezi Mungu anivushe salama pale. Na hiyo umefanya kwa muda wote wa miaka 20. Kama kuna wasioamini, kwa kweli maombi kwa Mwenyezi Mungu yanajibiwa, kama si wakati ule baadaye. Shafahamu? Kwa hiyo maombi haya alijibiwa kwa baadaye. Ndio maana ikawa mimi nimemudu kukaa pale muda mrefu mno. Sijui nyinyi waandishi kama mnaweza mkajua kuna spika gani aliyekaa mfululizo kwa miaka 20 duniani? Na kwa mahesabu hapa 21. 21. Shanifahamu? Naam.
humpati. Sisi hapa tuna kigezo cha ndugu yetu Pius Msekwa, yuko hai mpaka hii leo. Yule amekaa muda mrefu ndani ya bunge. Kwa sababu gani? Yule ameanza tangu koloni akiwa katibu, baadaye akawa ni deputy speaker. Wakati huo kuna mzee yule Adam Sapi, Chief Adam Sapi Mkwawa. Sasa huyu ndiye ambaye wakati wake mzee Pius Msekwa alikuwa ni deputy speaker kwa yule mzee. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari ni spika mstaafu wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Pandwa Ameir Kificho, akitueleza kuhusu historia yake hapa. Tupate mapumziko mafupi, mara baada ya mapumziko hayo tutaendelea. Mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni mwendelezo wa kipindi cha Zumari kwa leo, ikiwa tupo katika mkoa wa Mjini Magharibi katika wilaya ya Mjini Mpendae hapa Unguja, tukiwa tumekuja kuichota historia ya spika mstaafu wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Pandwa Ameir Kificho, ambaye tumeona historia yake akiwa mwalimu wa Wizara ya Elimu katika shule za sekondari, karani wa mahakama, hakimu aliyepitia katika wilaya ya Mwanzo, katika mahakama ya Mwanzo, pamoja na hakimu katika mahakama ya wilaya. Lakini ukiacha nafasi yake ya mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, spika pia wa Baraza la Wawakilishi, aliwahi kuwa mwenyekiti wa muda wa Bunge la Katiba, mjumbe wa Baraza la Wadhamini CCM, na nafasi nyingine kadhaa. Bado tuko naye hapa na tunatamani kuyajua mengi katika nafasi yake ya uspika wa Baraza la Wawakilishi, ambayo tumeitaja kuanzia mwaka 1995 mpaka mwaka 2016. Umezitaja changamoto, lakini naamini kwa muda wa miaka hii 21 ambayo umehudumu, zipo alama ambazo umeziacha, kwa maana ya kwamba zilikuwa hazipo, lakini kuanzia wakati wako ukalitendea baraza hili la wawakilishi. Je, ni alama zipi hizo zisizofutika? Kuna alama kubwa sana. Ndio. Baraza la Wawakilishi linatumika sasa. No. Asili yake muasisi wake ni mimi. Kiujenzi haswa umelijenga wewe. Ni mimi wakati wangu. Na ukienda pale ukitizama bango linasema pale, jengo hili limejengwa na marehemu, kwa sasa ni marehemu, Ali Yusuf, Abdallah Muhammad Ali Yusuf. Liko bango linasema pale. Sasa aliasisi jengo lile ni mimi, kwa sababu huyu mzee Abdallah Muhammad Ali Yusuf ni Msuudia. Huyu nilimwendea mimi mara kadhaa kumuomba atusaidie, na hatimaye akakubali, akasaidia. Kwa hiyo jengo lile, zile matazu unayoyaona, asili yake ni huyu mzee huyu Abdallah Muhammad Ali Yusuf, ni Msuudia. Ukuta ule uliozungushiwa ile eneo ule, niliomba pesa kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo kwa Mheshimiwa Kikwete, ndio kajengwa ule ukuta uliozungushiwa ile eneo lenyewe. Sawa kabisa. Kwa hiyo jengo lile aliyeliasisi ni mimi. Sawa. Na ndiyo ambalo linatumika mpaka sasa. Hata vile viti vilivyokuwa vinatumika mle aleta huyu Sheikh Abdallah Muhammad Ali Yusuf. Mafanikio gani mengine ambayo unayakumbuka uliyapata kupitia uongozi wako katika Baraza la Wawakilishi kama spika? Mafanikio mengine ukiachia hiyo la ujenzi wa jengo lenyewe, ni pamoja na kuomba magari kupitia UNDP. Wanazo mpaka leo hawa. Ndio. Hizo gari kupitia UNDP. Musa ngapi mnafikia? 3. Magari 3. 3. UNDP wakatusaidia. Kwa sababu gani? Ilikuwa wakati huo gari tuwazime kutoka wizara. Sasa mimi nikapa hoja hii. Hivi mtu unayekwenda kumhoji kuhusu utendaji wake, halafu nakwenda kumwomba gari yeye huyo,
ili kuendea kazini. Hapa ipo haki? Hii ndo hoja niliyopelekea UNDP niwaambie, jamani, tusaidieni tupate magari angalau ya kamati. Ndo wakatoa gari 3. Ipi siri ya kudumu katika nafasi hiyo ya uspika kwa muda mrefu? Siri, unajua mimi ni mtu ambaye napenda sana kubalance mambo, na sina ule ushabiki wa kupendelea upande wowote. Sina ushabiki huo, isipokuwa pale ambapo pana mkwamo, pale ambapo pana nini? Mkwamo. Hapo sasa ndo nitatumia maarifa yangu ili kukwamua ile jambo liende mbele. Ndio. Umenifahamu? Kwa hiyo hekima hiyo Mwenyezi Mungu, wala sina ufundi nilioutumia wala kuisoma wapi. Ushanifahamu? Naam. Ila nasema uwezo wake mwenyewe Mwenyezi Mungu alinijalia kuwa hivyo. Okay. Na kwa maana hiyo, na hili ndio katika mafanikio makubwa sana, kwa sababu hamkuwahi kusikia kama kuna watu wamepigana ndani ya nani? Ya baraza la wawakilishi. Kwenye vyombo vingine wabunge watu wanapigana viti mle. Hapana shaka nyinyi waandishi mnajua maeneo hayo. Ni kweli. Na nafikiri Kenya ilikuwa ni pamoja wapo ilileta mpaka sijui walitia majengo moto vile. Asili yake mambo haya. Sasa barazani haikuwa kutokea hata siku moja. Au mliwe kusikia? Hapana, hatukuwahi kusikia kwa kweli. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alinijalia kunivusha salama usalimini, na ndo maana huyu nilimtaja Abubakar Hamis Bakari akaniuliza, wewe ulimuduje kukaa kiti hichi kwa muda usiopungua miaka 20 bila kutokea changamoto yoyote? Au una dawa gani ulikuwa unatumia? Akamwambia hakuwa na dawa, ila siri yenyewe ile rak'ataini zile raka 2 kabla ya kuanza kwa baraza. Barabara. Wananchi wengi wakilisikia jina la Pandwa Amiri Kificho bado wanalikumbuka bunge la katiba. Ndio. Je, ulimudu vipi kuliongoza bunge la katiba tena bila kanuni? Ndio. Kwa uzoefu ule ambao nimeusema wa kumudu kuwachukua wajumbe wangu bila kupendelea upande wowote, ambao umeupata kutoka mahakamani na hatimaye kuwa spika. Na nilimwambia mwenzangu wakati huo ilikuwa tuko pamoja, Anne Samamba Makinda Sebamba Makinda. Nilimwambia wakati huo ndo tunatafuta nani awe mjumbe wa bunge maalum, mjumbe wa muda wa bunge maalum. Nilimwambia, mama spika, mimi na wewe ni nadhani tusigombee, tuachie watu wengine. Haya basi, kaa tumekubaliana hivyo. Matokeo yake mzee Mark Mwandosi mnamjua? Ndio, mzee Mark. Siku tuliokutana kwenye kikao pale White House Dodoma hiyo, yeye ndo aliyesimama akasema, mimi hapa sijamuona mtu wa kuweza kukamata nafasi hii ya mjumbe ya mwenyekiti wa muda wa bunge hili isipokuwa, akanyamaza kimya kidogo, mtu mmoja anaitwa Pandwa Amiri Kificho. Nilishtuka nikasema, imekuwaje? Wakati huu spika mwenzangu mimi nimemwambia nafasi hii mimi na yeye tusigombee, tuachie watu wengine. We pia imekuwaje? Na Mark Mwandosi yeye alikuwa ni mmoja kati ya wabunge. Imekuwaje jambo hili? Sasa muda ulikuwa mfupi sana,
wa kuchukua fomu kwa ajili ya nafasi ile. Mimi nilikuja kuletewa fomu nitie saini. Mimi nikakuta ushajazwa tayari. Nikamwambia mzee, wewe tia saini tu hapa. Kwa namna walivyokuwa wakiuhitaji mchango wako. Nadhani kwa kweli kilichopelekea hivyo sijui ni nini, lakini ilikusha jazwa. Naam. Na rafiki yako yule aliyelelewa na Machano Othman Said ni nani? Sadifa. Na mheshimiwa Sadifa. Sadifa ilikuwa ni mmoja wapo aigombee nafasi ile. Yeye ndo aliyejaza ile fomu hasa, akanipendekeza mimi, akaambia wewe mzee tia saini tu hapa. Sijui ilikuwaje ikatoka kwake akaja kaniletea mimi sasa. Mungu tu. Sawa sawa kabisa. Nini unakumbuka ambacho hutakisahau? Kwanza bunge lile lilikuwa na watu jumla yake, wabunge wote na wajumbe wa baraza wakilishi wote pamoja na watu 201. Jumla yake ile bunge lilikuwa na watu 629, kitu kama hicho. Sawa. Sasa bunge kubwa, watu ni wengi, na wengine katika hao wengi wao mie siwajui, hasa hao 201 siwajui, ni wageni kabisa, kwa sababu wamekuja pale maalum. Mheshimiwa Kikwete kapendekeza watu 201 wakiwemo wavuvi na watu wengine. Hata hawa watu wa blacksmith nani? Wahunzi. Basi wote wanaingia hapo. Wanawake viti maalum pia wanaingia hapo. Yaani walichukuliwa kutoka walks mbalimbali. Ikisema walks maana yake kusudia nyanja mbalimbali. Sawa sawa. Za sisi watu. Ndio. Basi kwa hiyo mimi ndo nikawa mwenyekiti wa muda wa bunge maalum. Naam. Na hili ilikuwa nihudumie kwa kiasi cha kipindi cha wiki 2 sijui, lakini kwa bahati muda ulizidi kidogo. Ndio. Ikafanyika kama mwezi mmoja. Ni kweli, nakumbuka ilikuwa Februari mpaka Machi. Kwa muda wa mwezi mmoja. Ni kweli. Sasa baada ya hapo atafutwe mwenyekiti wa kudumu. Unamkumbuka marehemu Samuel Sita? Naam. Sasa akachaguliwa marehemu Samuel Sita, akawa ndiye mwenyekiti wa kudumu wa bunge maalum. Na msaidizi wake ni nani? Ndio. Naogopa hata kumtaja. Mjumbe wangu baraza la wawakilishi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni nani sasa? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yule alikuwa mjumbe wangu wa baraza la wawakilishi. Naam. Sio bunge maalum. Yule ndo akawa makamo mwenyekiti wa bunge la kudumu la katiba. Hakika ni historia pana sana. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji wa kipindi cha Zumari, niko naye hapa Mheshimiwa Pandu Ameir Kificho, ambapo yeye ni spika mstaafu wa baraza la wawakilishi, na tunaendelea kuyapata mengi kutoka kwake. Hivi karibuni ulitunukiwa nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Unawashajiisha vipi wananchi na Watanzania kwa ujumla katika kuhudumisha na kuulinda Muungano? Nashukuru. Naondoka hapa mimi kwenda Dodoma. Basi yule mzee akaja pale akasema katika watu watautunukiwa mtu mzima hivi. Akawataja Balozi Falidi, jaji mkuu huyu ambaye yuko madarakani. Na yeye alikuja kuniuliza kwa ule wasifu uliotajwa pale, kumbe wewe ulipita judiciary? Nikamwambia ndio, mimi nilikuwa mwenzenu. Nimepita kwenye masuala ya mahakama huko. Nimepita, kaisikia pale kutokana na ule wasifu uliokuwa unatajwa. Na ikapewa nishani daraja la pili vile vile. Basi
Kwa hiyo nikaipokea nishani ile kwa mshtuko, na sikuwa na habari. Ndio. Sawa sawa na ile nani atakuwa mjumbe wa bunge maalum, nayo kwa mshtuko vile vile. Na mwandosi ndo akaja akasema hapa hakuna mtu mwingine atatuendeshea vyema isipokuwa mtu mmoja anaitwa Pando Ameri Kificho. Basi na hii ndio ilikuja namna hiyo hiyo. Na mimi tukio lile lilikuwa nalifuatilia kupitia runinga. Kwa hakika ulivaa kofia hiyo hiyo. Hii na mzama kusudi hii. Mkono wangu huu baba. Asante. Hii. Na miguu yangu sio miema. Mama akaondoka kwenye kiti. Ndio. Akaja, mimi nikafika mpaka pale chini. Aliponiona pale, lakini nadhani kapewa taarifa mapema. Ilikuwa huyo bwana yeye ndo anisaidie kupanda kule juu. Ndio. Huyu Musa huyu. Ndio. Lakini alipoona nimesimama pale, sikuweza kupanda na ule mwendo wangu, kwa sababu hii miguu yangu mibovu. Nilifanya operation yote ile, tena operation kubwa. Pole sana. Ndio. Kwa hiyo alinyanyuka kwenye kiti kule, mimi akaja akanivisha, niko pale pale chini. Sawa sawa. Vizuri, kwa hakika historia hii inatukumbusha mbali sana. Na kwa muktadha huo umeongoza baraza la vyama vingi likiwemo lile la serikali ya muungano wa kitaifa. Nini tofauti ya baraza la chama kimoja na lile la vyama mchanganyiko? Vyama mchanganyiko ikiwemo upinzani, ndio, bila shaka lina vumai kubwa zaidi. Lakini kama nilivyokueleza mapema, mimi mara nyingi, na ndivyo inavyotakiwa mtu anayekalia kiti, asiwe biased kwa upande wowote. Sawa sawa. Iwe yuko so free kwamba wajumbe wote wale waliopo pale ni wa kwake yeye. Sasa mi pale na stand as referee. Yule ambaye kidogo itakuwa anakwenda sivyo, namkumbusha kanuni fulani nasema kitu fulani, kwa hiyo simama juu ya kanuni hiyo. Shafahamu? Ndio. Ndo kazi ya referee. Hapo umecheza foul. Shafahamu? Haijalishi mtu wa upande chama unachotoka au upinzani. Wallah. Na hilo ndo jambo ambalo nalo mpaka kwa watoto wangu humu ndani tulimo humu. Mpaka kwa watoto wangu, mimi huyu, hata mtoto aje leo hii katoka huko kaja kutembea, basi naye pia anakuwa ni mtoto wa nyumba hii, na mtreat sawa sawa na watoto wangu niliowazaa au wajukuu zangu ambao ni watoto wa watoto wangu, mtu wajukuu zangu hao. Shanifahamu? Shafahamu. Kwa hiyo wote na watreat sawa sawa na wale wengine ambao ni wa kwangu, au kama wajukuu zangu ni wajukuu zangu. Sawa sawa. Waliotokana na watoto wangu wa kuwazaa. Ndivyo ambavyo ulifanikiwa kuliongoza ile pia. Sawa, kwa mtazamo wako unazungumziaje uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi huko Zanzibar? Wacha ni wa label viongozi wote wawili hawa ni watu wa maendeleo. Viongozi wote wawili hawa ni watu wa maendeleo makubwa sana. Siku utaopata muda ukasema utembee utizame maendeleo aliyofanya Dr. Hussein Ali Mwinyi, basi utayaona aliyoyafanya. Hapana shaka hii isivize, yani isiharibu maendeleo yaliyofanywa na viongozi waliopita kabla ya hapo. Ndio. Kwa sababu nao walitoa mchango wao, lakini Rome was not built in a day. Imepita miaka mingi, ndo bado ikando hii Rome tunayoisikia sasa, ambayo juzi tu wameteua papa mwingine, sijui leo wangapi. Ni kweli. Ni kweli, ni John wa 16 sasa. Shavame. Na bahati nzuri yule ni kijana mdogo tu kwangu. Uyo sasa ni kijana mdogo tu kwangu. Kivipi bwana?
Mimi ni umri mkubwa, yeye ni miaka 69. Sawa sawa. Mimi inakaribia 73. Mkubwa nani? Mkubwa wewe. Akiniambia ambia kaka shikamoo. Sawa sawa kabisa. Au sio? Kweli. Naam. Lakini alipoonekana kule kwenye runinga anaonekana mtu mzima. Kumbe ni raia wa Marekani na Peru. Au sio? Ni kweli kabisa. Sasa ni papa ambaye ni mdogo kabisa kuliko hata yule aliyetangulia Papa Francis. Sawa sawa. Tupo kwenye kuzitaja sasa hizi nafasi za uongozi za waheshimiwa wawili, Mama Samia pamoja na Hussein Mwinyi. Nazungumziaje uongozi wao? Nasema hivi, hawa ni watu wa maendeleo. Umeanza kuwasema hivyo wote wawili. Hawa ni watu wa maendeleo. Na nilisema unapokuja kwa upande wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ukionyesha maendeleo yake utasema huyu kakaa miaka mingapi, na utapoonyeshwa bila shaka hichi ni kiswa kidogo, it's just a dot, pengine more than 60 times ukubwa wa Tanzania yote. Shavame? About 60 times. Lakini maendeleo aliyofanywa ni makubwa na Dr. Samia katika maeneo mbalimbali, katika mambo ya maji. Kwa hiyo viongozi wote wawili hawa ni watu wa maendeleo na walebu ni hivyo. Sawa sawa. Ni mwaka wa uchaguzi huu. Nini wito wako kwa jamii na wananchi kwa ujumla katika kufanikisha uchaguzi huu? Mwaka huu wa uchaguzi 2025, chini ya utaratibu wangu ule kwamba mimi ni mtu ambaye siko biased. Of course, nitapenda mgombea wangu apite. Mgombea wangu anayetokana na Chama cha Mapinduzi apite. Hiyo ni mapenzi yangu binafsi kwa sababu na mimi ni mwanachama. Sawa sawa. Umenifahamu? Na huwezi, hata kama wewe unataka usiwe biased kinamna gani, lakini kwenye ballot box uko na nani? Mimi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo pale lazima nitafanya kwa yale mapenzi ya moyo wangu yalivyo na akili yangu inavyonituma. Vizuri kabisa. Mwisho kabisa, tuambie nini unafanya katika maisha yako baada ya kustaafu? Mimi asili yake ni mkulima. Naam. Kazi ambayo wazee wangu waliacha. Na shughuli hizo bado naendelea nazo. Ndio. Lakini vile vile ni mtu ambaye napenda sana mambo ya ujenzi. Ndio. Shafahamu? Sahihi. Ndio maana hii baraza la wawakilishi wanaolitumia sasa hawa asili yake ni mimi. Wafadhili mmetafuta mimi. Na mambo mengine yote ikani mimi. Okay. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Pando. Mimi nashukuru zaidi. Asante. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari ni Mheshimiwa Pando Ameri Kificho. Yeye ni spika mstaafu wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, ambaye ametuhadithia historia ya maisha yake na yale ambayo yanahusu masuala ambayo ameyafanyia kazi kitaaluma katika nyanja zote ambazo amezifanyia kazi. Mimi niseme tu asante kwa kuwa nami, shukrani kwa wote ambao wamefanikisha kipindi hiki. Jina langu ni Jaafari Mponda na kusihi endeleza busara zako kwa kuitazama UTV Azam TV, burudani kwa wote.